Naitwa Dr. Innocent Mombeki, ni kaimu mkurugenzi mtendaji wa Hospitali ya Taifa ya Afya ya Akili Mirembe hapa jijini Dodoma. Sisi kama Hospitali ya Taifa ya Afya ya Akili pia ni mojawapo wanufaika wa mikopo hii. Mwaka 2020 tulichukua mkopo takriban milioni kama 200 hivi, na huu mkopo ulisaidia sana katika kuongeza wigo wetu wa huduma, sababu tuliweza kutumia mkopo huu katika kupata dawa za kutosha, na kutokana na uwepo wa dawa hizo wananchi wengi walifaidika. Hakukuwa tena na upungufu wa dawa kwa sababu dawa zote zilikuwa zinapatikana ndani ya kituo. Kwa hiyo hata uridhikaji wa huduma kwa wananchi waliridhika. Ile satisfaction ya clients wetu, tuliweza kuwahudumia katika kiwango cha juu ambacho walikuwa satisfied, na hata ile pressure ya watumishi pia ya kujua kwamba sasa tuna dawa za kutosha ilipunguza ile stress. Kwa hiyo tukajikuta tunatoa huduma katika hali ya furaha, watumishi wana amani. Na kwa hiyo kwa miaka yote ambayo tumeweza kutumia ule mtaji wa dawa, tumeona sasa huduma zetu zimezidi kuwa bora zaidi na wateja wetu wanazidi kufurahia huduma zetu. Mpango wetu mkubwa kabisa ni kuongeza huduma za kibobezi. Katika magonjwa ya afya ya akili kuna magonjwa ya aina nyingi, kuna utaalamu wa kawaida na utaalamu wa kibobezi. Tumejikita huko, na ili kuweka utaalamu wa kibobezi tunahitaji kuwa na mashine za kisasa. Kuna mashine za kisasa za kuchunguza ubongo, kuna mashine za kisasa za kutibu magonjwa ya akili. Kuna mashine ambazo unamweka mtu na zina target maeneo specific katika ubongo na kumpa mtu nafuu mwenye changamoto za magonjwa kama sonona, depression na mengineyo. Kwa hiyo tunataka tuweke uwekezaji katika vifaa vya kisasa. Kwa hiyo sisi hii mikopo ya NHIF tunaona ni fursa kubwa sana ya hospitali kujitanua na kuongeza uwezo wetu wa kutoa huduma za kisasa na zinazotumia teknolojia ya hali ya juu, na tunategemea tutachukua tena mkopo NHIF na kupata vifaa vya kisasa ambavyo vitafanya huduma za afya ya akili Tanzania ziwe ni huduma katika ngazi ya kimataifa. Mimi ningeshauri hospitali zote zitumie hii fursa, kwa sababu ni fursa ambayo ina manufaa kwa hospitali, ina manufaa kwa wananchi, lakini ina manufaa kwa taifa kwa ujumla. Kwa sababu hizi ni fedha za kwetu wenyewe, zinakuja kutengeneza kwenye facility ambazo ni za kwetu, na zinakuja kuhudumia wananchi ambao pia ni wa kwetu. Kwa hiyo ni mzunguko wa fedha za serikali katika kuhudumia wananchi. Kwa hiyo ni fursa ambayo sio ya kuidharau, ni fursa nzuri ya kuboresha huduma, na ni fursa rahisi kwa sababu mikopo ya NHIF ni mikopo nafuu na ni mikopo ambayo unailipa kutokana na mapato unayopata katika kuhudumia. Kwa hiyo hata haikuumizi, lakini pia haiwaumizi wananchi. Hospitali ya Mirembe sasa hivi tunatoa integrated services. Integrated services maana yake huduma jumuishi. Magonjwa ya akili yanaathiri mwili. Magonjwa ya mwili yanaathiri akili. Kuna mwingiliano mkubwa sana. Ukiwa una changamoto za afya ya akili, unaweza kupata magonjwa ya mwili. Ukiwa na changamoto za magonjwa ya mwili, zinaathiri akili. Lakini ultimately ugonjwa wa akili ni ugonjwa kwa ubongo. Ubongo ndio unaathirika. Kwa hiyo tume-integrate services, tunajumuisha huduma. Kwa hiyo sasa hivi tuna huduma sio tu za afya ya akili, tuna huduma nyingine za mwili. Mtu mwenye malaria, kichwa kinamuuma, anauma mgongo, mifupa. Na sasa hivi tuna madaktari bingwa pia wa maeneo tofauti tofauti ambao wanafanya kazi kwa pamoja kuhakikisha afya ya mtu ya akili na mwili zote zinakuwa katika asilimia ambazo zinahitajika kama binadamu. Kwa hiyo watu wafike, watapata huduma za uzazi, huduma za upasuaji, huduma za magonjwa mengine, wote wafike na watapata huduma vizuri kabisa bila wasiwasi. Hii ni hospitali ya kwetu na ni kwa ajili ya kwetu sisi wote.